Tumsifu Yesu Kristo. Heri ya Noeli. Ndugu zangu, kwa kawaida neema ya kuishi maisha marefu au Mungu akimjalia mtu maisha, anaona vitu ambavyo hakutarajia kuona. Ndio maana Waafrika wanasema kuishi kwa muda mrefu kulimfanya panya ale ngozi ya paka, kwa sababu panya aliishi muda na paka alivyokufa, panya akala ngozi yake. Amani na salama. Unahitaji kufunuliwa na Mungu kuelewa msemo huo, kama ilivyo injili ya leo. Injili ya leo ni teolojia kutoka juu, na injili nyingine zinakuwa teolojia ndogo ndogo zinazoeleweka vizuri. Lakini Yohane katika injili ya leo anatumia teolojia ngumu kidogo ili kueleza fumbo hili takatifu tunaloadhimisha, fumbo la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kipindi cha Krismasi, ndugu zangu, au kipindi cha Noeli, tunatambua na tunasherekea na tunatafakari vitu ambavyo Mungu amefanya kwa waumini wake au kwa watu wake kupitia zawadi ya mtoto wake ambaye amezaliwa. Kumtuma Yesu ulimwenguni akakaa kwetu kama mwanadamu, inamaanisha kwamba alikuwa na mpango wa kutuunganisha watu wake na Mungu, kutuunganisha na yeye katika ufalme wake. Na masomo yetu matatu ambayo tumesikia siku ya leo yanaonyesha kwamba au moyo wake, msingi au senta yake ni habari njema. Katika somo la kwanza Isaya tumeanza na wimbo wa kuingia, tukiimba kwamba Mungu wenu ni mfalme. Na Waisraeli mwanzoni walikuwa wanaishi kama nchi takatifu, walikuwa wanamtambua na waadhimisha Mungu kuwa ndiye mfalme wao wa kweli. Lakini mara nyingi hawakuwa waaminifu, wakateseka, wakapata mateso kwa sababu ya kukosa uaminifu kwa Mungu. Na baadaye mwaka 586 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu, ufalme wa Yuda wakachukuliwa na watu wa Babeli, wakawapeleka utumwani na wakakaa huko miaka 40. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu mwandishi anatueleza kwamba ahadi zake Mungu anazitimiza, lakini katika kuzitimiza, tusipokuwa waaminifu, kuna neema tunakosa. Tunapomkosea Mungu tunakosa neema. Sio kwamba anatukuza kabisa. Kuna neema zinapungua, na zinapopungua tunakosa ule umiliki, kusema mimi niko hivi, unapungua. Na baadaye mama kanisa iliweka sakramenti ya upatanisho
tunarudi kupitia hiyo sakramenti ya upatanisho. Sasa Kristo amekuja kutupatanisha na Mungu wetu, kututoa katika giza, kuwa nuru yetu. Hapa ni kuchagua, niendelee kutembea katika giza au ni embrace nuru ya Kristo, ili niweze kuona huu mwanga, ambao mwanga umekuja kwa kuangazia watu wote. Hauchagui kwamba huyu yuko hivi. Kwa hiyo wewe na mimi ndo watu wa kuchagua. Nichague, nitembee katika njia zake, ni mwanga uniongoze, nijenge urafiki na Kristo. Na katika somo la pili, waraka kwa Waebrania, ni utabiri wa kale, tunaambiwa umetimia katika Kristo. Na katika yeye Kristo utukufu wa Mungu umefunuliwa. Kwa ushindi tunaambiwa kwamba amefuka na kupaa mbinguni, na toka huko anaongoza ukombozi wetu. Kwa hiyo Paulo aliyeandika waraka kwa Waebrania anajaribu kutueleza kwamba tunaposherekea ufalme wa Kristo, tukumbuke kwamba kila mmoja anatakiwa aelewe hii habari njema. Na huyu mwandishi anatuelezea kidogo kwamba utume au mishoni ya Bwana wetu Yesu Kristo kuja hapa ulimwenguni ulikuwa kwamba atowe watu katika kutenda dhambi na watembee katika njia sahihi. So moyo wa habari njema ni tunayosherekea siku ya leo ya Krismasi ni kwamba Yohane Mwinjili anaonyesha kwamba tukiwa watu waaminifu wenye imani, Kristo anakuwa pamoja nasi kwa sababu yeye ni Emanueli. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposherekea Krismasi ya leo, tunasema sisi tuko tayari kuendelea kumwabudu mfalme, kuendelea kumshuhudia kama Yohane, na kuendelea kuandaa njia zake. Ndio hivyo vitu ambavyo tunaalikwa kufanya. Na Bikira Maria anapolala hapo holini na mtoto Yesu, watu wanakuja wengi kumtembelea. Na Bikira Maria tunaambiwa anaangalia wale wanaokuja kumtembelea, wale wanaoleta zawadi zao kwake. Na kama ilivyo sasa, tukisikia mtu amejifungua, tunakimbilia kumpongeza. Tunapofanya hii ibada ni kuadhimisha upendo wale watu wa zamani waliouonyesha kwa Kristo, kwa kuzaliwa kwake. Na Kristo namna alivyozaliwa inaonyesha kwamba tuwe tayari wakati wowote. Haijalishi mfalme kuzaliwa katika holi ya ng'ombe, hapana. Angekuwa na uwezo, lakini Mungu amekuja kutuonyesha kwamba maisha yote tunayoishi lazima tuyaishi kwa matumaini na tuyaishi kwa lengo. Kwa hiyo hii Krismasi tunaposherekea ni kumwomba Mungu akatubadilisha, abadilishe mioyo yetu. Kama mioyo iko mbali naye, aweze kuileta karibu. Of course, hizo ndo sababu ambazo tunaalikwa kuzitafakari, kujua kwa nini vitu navyovifanya na vifanya namna hii. Na hapo tukifanya hivyo, Mungu kwa kweli ataendelea kupendezwa nasi, wala hatajuta kuja kukaa kwetu. Neno lake tumeambiwa katika Injili ya leo, katika neno lake vitu vyote viliumbwa, wala havikuumbwa bila yeye.
maneno ya Mungu tunayoambiwa, ahadi anazotupa au sisi tunazofanya na Mwenyezi Mungu, tukumbuke Mungu hawezi kusahau hata neno moja. Kwa hiyo tunaposherehekea Christmas hii, tukumbuke mwaliko ni kuwasaidia wengine. Isaya alikuwa akituandaa akisema kwamba anakuja kutupa uhuru, kuwatoa watu gerezani, kuwapa uhai, kuwaponya. Kwa hiyo kila mmoja tunaposherehekea sherehe ya leo, yuko Kristo amekuja kwa ajili yake. Amekuja kwa ajili yako, amekuja kwa ajili yangu. Na tukumbuke katika Injili alikuja kwake, lakini wale hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na ndio wale wanaomwamini, waliaminio neno lake. Na sio neno lake tu, waliozaliwa si kwa damu, hapana, wala si kwa mapenzi ya mwili, hapana, bali kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mmoja, upendo wa Mungu tunaoona kwetu kama upendo wa ajabu. Na kama ni upendo wa ajabu, lazima kila mmoja wetu ajue na atambue kwamba Mungu anampenda kwa namna ya pekee kulingana na wewe jitihada zako unazotoa. Sije ukasema Mungu anatupenda sawa sawa, lakini kulingana na commitment yako wewe, Mungu anaweza kufanyia vitu vya ajabu, vitu zaidi, vitu vikubwa kulingana na namna unavyojitoa au uhusiano wake na yeye katika sala zako na katika majitoleo yako. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu siku ya leo aendelee kuimarisha mioyo yetu, aendelee kutupa baraka zake na aendelee kutupa neema. Tunapoendelea kuitikia mwito wa Noeli ya leo, tumfuate Kristo, tupitie njia zake, tuwe watu tofauti na wa zamani katika dunia hii, na tujue sisi ni watu wa aina gani, tunataka nini na tunataka kuelekea wapi. Tunapotambua hivyo, ndugu zangu, Noeli hii itakuwa ya maana, na tunavyokaribia kumaliza mwaka tutakuwa watu wa imani kubwa na watu ambao tuko tayari kumshuhudia. Kila mmoja anakuwa kiongozi wa maisha yake. Lakini leo kupitia sherehe ya leo na neno la Mungu ambalo tumesikia, tunaalikwa tujiulize, mimi kama mama, kama baba, kama kijana, kama mzee, umoja wangu na wale wanaoteseka ni wa aina gani? Na waletea habari njema ya ufalme wa Mungu. Nataka wabadilike nao wapate matumaini. Uzoefu wangu wa kila siku ukoje? Tukiangalia wakati wa Yesu, haya yalikuwa mambo ya muhimu, na watu walikuwa wanatambua ufalme wa Mungu kupitia matukio ya watu wengine. Na tunaambiwa mtu akimpenda mwingine, kasoro zake zote ndio naye mfanya apendeze. Kwa hiyo Mungu amechagua kuja amejitambulisha kwetu na amekuja kutukombea kupitia Yesu. Kwa hiyo na sisi tunataka tujiulize, mimi na wengine tunajitambulisha kivipi? Mimi naelewa jukumu langu kama kiongozi, au kama kiongozi atakayekuja
wa jumuiya ndogo ndogo, najitambuaje? Naweza kufuata njia za Kristo kama alivyoishi na alivyofanya alipokuwa anawatumikia watu wengine? Au kuna kizuizi? Nina kizuizi gani kinachonifanya nisitumike vema? Kama hicho kizuizi kipo, tunapoenda kumtembelea Yesu siku ya leo na kumtolea zawadi, nia yangu iwe kwamba namuomba Mungu anisaidie, anibadilishe, nijifunze kutoka kwake, na mimi niweze kuadhibika ipasavyo kama Mkristo, kama kiongozi ambaye yuko tayari kumshuhudia Mungu, kumshuhudia Kristo bila uoga. Tumombe Mungu atuongezee imani. Tunajua kwamba mna mtu aliyemuona wakati wowote ila mwana peke yake, na mwana amekubali kutushirikisha umungu wake kupitia ubatizo, na tunaposhiriki Ekaristi Takatifu anakaa kwetu. Kama anakaa kwetu, tuna kila kitu ambacho kitakuwezesha kufanya kazi vema na kuendelea kutukuza jina lake na kumshuhudia kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu. Na tunapofika neno la Mungu akatwaa mwili, akazaliwa na wakapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, tutapiga magoti ili kuabudu na kusujudu. Na sadiki kwa Mungu mmoja, siku hii iliyobarikiwa ya kuzaliwa kwake Bwana, mioyo yetu imejaa furaha kwa kushirikiana na kanisa